Manuva ya kijeshi ya Iran na Russia kufanyika leo katika bahari ya Oman. Msemaji wa manuva ya kijeshi ya Iran na Russia, Admiral Hassan, amesema kuwa vikosi vya majini vya Iran na Russia Alhamisi vinafanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi. Admiral Hassan ameeleza kwamba manuva haya ya kijeshi yatafanyika katika bahari ya Oman na bahari ya Hindi kaskazini kwa lengo la kuimarisha usalama wa baharini na maingiliano endelevu ili kuhakikisha usalama katika maeneo hayo nyeti. Msemaji wa mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya majini ya Iran na Russia ameongeza kusema kuwa mazoezi haya yatafanyika bandari Abbas kusini mwa Iran na lengo lake kuu ni kuimarisha usalama na ushirikiano endelevu wa baharini katika bahari ya Oman na kaskazini mwa bahari ya Hindi. Ameongeza lengo lingine la mazoezi hayo ni kukuza ushirikiano wa majini na kuimarisha uhusiano kati ya majeshi ya majini ya nchi mbili katika kubuni na kutekeleza shughuli za pamoja. Amebainisha kwamba kufikia muunganiko na uratibu katika taratibu za pamoja ili kukabiliana na shughuli zinazohatarisha usalama na uthabiti wa baharini, hasa katika uwanja wa kulinda meli za kibiashara. Msemaji wa mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya majini ya Iran na Russia ameongeza kusema kuwa mazoezi haya yatafanyika bandari ya Abbas kusini mwa Iran na lengo lake kuu ni kuimarisha usalama na ushirikiano endelevu wa baharini katika bahari ya Oman na kaskazini mwa bahari ya Hindi. Ameongeza lengo lingine la mazoezi hayo ni kukuza ushirikiano wa majini na kuimarisha uhusiano kati ya majeshi ya majini ya nchi mbili katika kubuni na kutekeleza shughuli za pamoja. Amebainisha kwamba kufikia muunganiko na uratibu katika taratibu za pamoja ili kukabiliana na shughuli zinazohatarisha usalama na uthabiti wa baharini, hasa katika uwanja wa kulinda meli za kibiashara na meli za mafuta, pamoja na kupambana na ugaidi wa baharini, ni mojawapo ya nguzo kuu za mazoezi haya ya pamoja ya kijeshi. Amesisitiza kwamba manuva haya ya kijeshi ya pamoja majini yanalenga kuimarisha uhusiano wa kirafiki, kuongeza ushirikiano wa kikanda, huku kipaumbele kikipewa nchi jirani na kuimarisha jukumu la nchi za eneo hilo katika kutoa na kuanzisha usalama wa baharini na ubaharia. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Balozi wa Russia mjini Tehran amezikosoa vikali Marekani na Israeli kwa kufuata sera za uharibifu, akionya kuwa uchokozi wowote dhidi ya Iran unaweza kusababisha athari zisizotabirika na zenye maangamizi makubwa katika eneo la Asia Magharibi na kwingineko duniani. Alexei Dedov ameiambia televisheni ya RT kwamba kwa bahati mbaya, sera ya uharibifu za Marekani, Israeli na baadhi ya nchi za Magharibi zimesababisha kuongezeka kwa kiwango kikubwa kwa mivutano eneo la Mashariki ya Kati, Asia Magharibi kwenye kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Mwanadiplomasia huyo wa Russia ameongeza kuwa tishio kubwa zaidi ni hatari ya kuongezeka kwa mapigano ya kijeshi kwenye eneo hilo, hali inayobeba hatari kubwa inayozidi mipaka ya Mashariki ya Kati. Amesema kuwa katikati ya wito usio na uwajibikaji kutoka katika miji mikuu ya Magharibi unaosukuma kuelekea uchokozi mpya dhidi ya Iran kwa visingizio vinavyoanzia madai ya kuunga mkono waandamanaji hadi juhudi za kuivunja programu ya makombora ya kujihami ya Iran, Moscow inakataa kikamilifu aina hii ya kuingilia mambo ya ndani ya Iran kwa njia ya kuhujumu, jambo linalokiuka misingi ya uhuru wa mataifa na mipaka ya kitaifa. Dedov amesisitiza kuwa Russia iko tayari kuchangia katika suluhu ya kidiplomasia ya hali ya sasa katika eneo hilo. Akizungumzia mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanayoendelea kati ya Teherani na Washington, amesema tunafuatilia kwa karibu hali hiyo na endapo tutaombwa tuko tayari kutoa msaada. Mjumbe huyo amebainisha kuwa wanadiplomasia wa Iran daima wako tayari kushirikiana na mara kwa mara huweka mbele mbinu za kisiasa na kidiplomasia katika jukwaa la kimataifa, jambo linalotofautisha kazi yao chanya na matamshi ya uchokozi na yasiyo na msingi ya wahusika wa Magharibi. Amesema kuwa mgogoro wa kidiplomasia kati ya Iran na Magharibi unatokana na nia ya kulazimisha Iran kujisalimisha kwa mifumo ya kinyonyaji ya kikoloni mamboleo ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Aidha, amesema vikwazo vingi haramu, kuingilia mambo ya ndani ya Iran, hatua za kulazimisha na shinikizo la kijeshi la kisiasa ni miongoni mwa zana zinazopendelewa na Magharibi kufikia lengo hilo. Dedov amesema Russia inatumaini diplomasia itashinda, akionya kuwa vita dhidi ya Iran vitasababisha huzuni na vifo pekee, havitatatua chochote na vinaweza kulivuta eneo zima la Asia Magharibi katika mgogoro wa machafuko usiothibitika. Rais Masoud Pezeshkian amesisitiza kwamba mazungumzo ya nyuklia yasiyo ya moja kwa moja inayofanya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani yako chini ya uangalizi kamili wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei, na ametupilia mbali dhana ya kushiriki Iran katika mazungumzo kwa ajili ya kuzungumza tu.
Mazungumzo haya yanafanywa kwa uratibu kamili na idhini kutoka kwa kiongozi, amebainisha Rais Pezeshkian katika mkutano na viongozi kadhaa wa kidini uliofanyika jijini Teheran. Lengo letu ni kutatua masuala kama dhati, si kushiriki katika mazungumzo. Lengo letu ni kutatua masuala kwa dhati, si kushiriki katika mazungumzo kwa ajili ya kuzungumza tu. Tunafuatilia kwa uzito kupata matokeo yanayoonekana na tunatumai mchakato huu utapelekea kupatikana matokeo halisi, amesisitiza rais wa Iran. Jumanne, duru ya pili ya mazungumzo Jumanne, duru ya pili ya mazungumzo mapya ya nyuklia kati ya Iran na Marekani ilihitimishwa mjini Geneva, Uswizi. Mazungumzo hayo yasiyo ya ana kwa ana yalifanyika katika ubalozi wa Oman mjini humo kwa usimamizi wa waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Al-Busaid. Mkuu wa shirika la nishati ya atomic la Iran amesema kuwa njama na vitendo vya uharibifu vilivyotekelezwa na utawala wa Israeli dhidi ya mpango wa nishati ya nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu vililazimisha Iran kuelekea kujitegemea kikamilifu katika sekta ya nyuklia. Ameeleza kuwa mchakato huo ulikuwa ni jibu la moja kwa moja kwa shinikizo la muda mrefu na juhudi za maksudi za kuvuruga maendeleo ya nchi. Akihutubia hafla moja mjini Teherani siku ya Jumatano, Mohamed Eslami amebainisha kuwa ugumu wa teknolojia za nyuklia upo kwenye kiwango cha juu sana. Amesema vifaa vya nyuklia si rahisi kupatikana, hasa katika mazingira ambayo njia za kimataifa za usambazaji zimeathiriwa kutokana na uwepo majasusi wa utawala wa Kizayuni wa Israeli. Ameongeza kuwa kwa sababu hiyo Irani ililazimika kuunda ndani ya nchi mlolongo mzima wa utafiti, usanifu, ujenzi, majaribio na ukomavu wa kiteknolojia, njia ambayo sasa imeanza kuzaa matunda. Afisa huyo amesema kuwa Irani leo inakabiliwa na hali ambayo adui akitumia nguvu zake zote, zana, miundombinu na uwezo wake anajaribu kuiporomosha nchi. Akizungumzia juhudi za maadui za kuilazimisha maslahi yao duniani kote ikiwemo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu, mkuu huyo wa shirika la nishati la atomic la Iran ametaja msukumo unaoendelea wa Marekani kama ulivyoainishwa katika hati ya mkakati wa usalama wa taifa wa Washington mwaka 2026 na kutekeleza maslahi yake ama kupitia diplomasia au kwa kutumia nguvu. Amesema kwa miaka mingi hatua hizo zimejumuisha kulengwa kwa sekta ya nyuklia ya Iran kupitia mbinu mbalimbali za uhasama kama vile vikwazo vingi visivyo halali, mauaji ya wanasayansi wa nyuklia, vitisho vya mara kwa mara vya mashambulizi ya kijeshi na hata kushambuliwa kwa vituo vya nyuklia. Hata hivyo, licha kampeni hizo zote, Eslam amesema kuwa Iran sasa inamiliki sekta ya nyuklia ndani, imara na inayotegemeka. Amesema leo shirika la nishati ya atomic la Iran na wananchi wa Iran wanayo sekta ya nyuklia iliyo bora, ya kizalendo na ya kuaminika. Vile shukrani kwa Babu Kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.